Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko tayari kushiriki katika juhudi za kuleta amani nchini Ukraine na mashauriano ya kina yanaendelea kati ya Urusi na Marekani. Hata hivyo, ikulu ya Urusi Kremlin imesema kwamba hali ya mzozo huo ni tata mno kiasi kwamba haiwezekani kupata mafanikio haraka kama vile Washington inavyotarajia. Rais anaendelea kuwa wazi kwa njia za kisiasa na za kidiplomasia katika kutafuta suluhu la mzozo huu, alisema msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Peskov alisisitiza kuwa malengo ya kimkakati ya Urusi lazima yatimizwe, huku akielezea kuwa Moscow inapendelea kuyafikia kwa njia ya amani. Ameongea kuwa Rais Putin ameonyesha utayari wa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na uongozi wa Ukraine, lakini hadi sasa hakuna jibu lolote kutoka Kiev. Kwa masikitiko, hatujasikia tamko lolote linaloashiria utayari kutoka Kiev. Hivyo basi, hatuwezi kujua kama wako tayari kwa mazungumzo au la, Peskov alisema. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akijitambulisha kama mpatanishi wa amani mara kwa mara, ametamka nia yake ya kukomesha umwagaji damu unaoendelea katika vita hivyo vya zaidi ya miaka mitatu, ambavyo sasa serikali yake inavitizama kama vita vya kati ya Marekani na Urusi. Tunaelewa kuwa Washington inatamani kuona mafanikio haraka katika mchakato huu, alisema Peskov. Hata hivyo, shirika la habari la TASS limemnukuu Peskov akisema kwamba mzizi wa mzozo Ukraine ni mtata mno kiasi kwamba hauwezi kutatuliwa kwa siku moja. Islamabad. Serikali ya Pakistani imedai kuwa ina taarifa za kijasusi za kuaminika zinazoonyesha kuwa India inapanga kuanzisha shambulio la kijeshi dhidi ya Pakistan ndani ya saa 24 hadi 36 zijazo. Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa habari wa Pakistani Ataullah Taral, ambaye ameonya kuwa iwapo India itatekeleza mashambulizi hayo, Pakistan itatoa jibu la haraka, thabiti na lisilotetereka. Kauli hiyo imejiri baada ya India kuishutumu Pakistan kwa kutoa msaada kwa wapiganaji wanaodaiwa kuhusika na shambulio lililotokea katika eneo la Kashmiri linalosimamiwa na India, ambapo watalii 26 waliuawa wiki iliyopita. Hata hivyo, serikali mjini Islamabad imekanusha vikali tuhuma hizo, ikizitaja kuwa ni za kupotosha na zisizo za msingi. Tarar amesema kuwa India inalenga kutumia tukio hilo kama kisingizio cha kuhalalisha hatua za kichokozi za kijeshi, akiongeza kuwa Pakistan haitokubali uchokozi wa aina yoyote bila kutoa majibu ya kulinda uhuru wa hadhi yake. Kwa upande mwingine, shirika la habari la Uingereza BBC limewasiliana na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya India kutaka maoni yao kuhusu madai hayo, ingawa haijapokea majibu rasmi kufikia sasa. Katika hatua za hivi karibuni, mamlaka nchini India zimeripoti kufanya msako mkubwa eneo la Kashmiri linaloongozwa na India, ambapo zaidi ya watu 1500 wamekamatwa kwa mahojiano. Idadi ya waliokamatwa inaendelea kuongezeka, ingawa takwimu kamili bado hazijawekwa wazi. Aidha, serikali imebomoa nyumba za watu zaidi ya 10 wanaotumiwa kuwa wapiganaji. Ripoti zinaonyesha kuwa angalau mmoja wa watu hao anahusishwa moja kwa moja na mshukiwa anayetajwa kuhusika na shambulio hilo. Kashmiri ni eneo lenye mzozo wa muda mrefu kati ya India na Pakistan, ambalo linadaiwa na mataifa yote mawili, lakini kila upande unalishikilia kwa sehemu tu. Tangu mwaka 1989, Kashmiri inadhibitiwa na India imekumbwa na uasi wa kutumia silaha dhidi ya mamlaka ya India, ambapo vikundi vya wapiganaji vimekuwa vikilenga majeshi ya usalama pamoja na raia. Hadi sasa India haijatangaza rasmi kundi lolote linalotuhumu kwa mashambulio hayo ya huko Pahalgam. Kundi lisilojulikana sana linalojiita Resistance Front, ambalo awali lilihusishwa na tukio hilo, limekanusha kuhusika. Kundi hilo liliripotiwa kuwa na uhusiano na Lashkar-e-Taiba, kundi lenye makao yake makuu nchini Pakistan, linalotajwa mara kwa mara kuhusika na vitendo vya kigaidi. Polisi wa India wametaja majina washukiwa 3 kati ya 4, 2 kati yao wakisemekana kuwa raia wa Pakistan, huku mmoja akiwa ni mzao wa Kashmiri na udhibitiwa na India. Mshukiwa wa 4 bado hajajulikana hadharani. Mashuhuda wengi walioshuhudia tukio hilo wanasema kuwa washambuliaji walikuwa wakiwalenga kwa makusudi wanaume wa dini ya Kihindu, jambo lilozua hasira kubwa miongoni mwa raia wa India. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameapa kuwa serikali yake itawasaka wahusika wa shambulio hilo mpaka mwisho wa dunia, akiongeza kuwa wale waliopanga na kutekeleza mashambulio hayo wataadhibiwa kwa njia ambayo hawawezi hata kuifikiria. Goma. Mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wa Kongo wanatafuta hifadhi katika kituo cha Umoja wa Mataifa huko Goma tangu kutekwa kwa mji huo mashariki mwezi Januari. Wanahamishiwa Mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wa Kongo waliotafuta hifadhi katika kituo cha Umoja wa Mataifa huko Goma tangu kutekwa kwa mji huo mashariki mwezi Januari
wanahamishiwa kuelekea Kinshasa, kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu imesema. ICRC imesema itawasindikiza wanajeshi na maafisa wa polisi ambao sasa hawana silaha pamoja na familia zao kutoka eneo la ujumbe wa kulinda amani wa MONUSCO hadi mji mkuu wa Kongo Kinshasa kwa muda siku kadhaa. Kulingana na MONUSCO, baadhi ya watu 1400, wengi wao wakiwa wanajeshi, wamekimbilia katika kambi yake ya Goma tangu mwishoni mwa Januari. Kwa kuzingatia utata wa operesheni na hatari zinazohusiana nayo, ICRC inataka kuheshimiwa kwa sheria ya kimataifa na ya kibinadamu na uwajibikaji kutoka pande zote za wahusika, ilisema. M23 wameshikilia miji miwili mikubwa ya Kongo tangu Januari, huku mzozo wa muda mrefu ambao mizizi yake ni mauaji ya kimbali ya Rwanda na mapambano udhibiti wa rasilimali nyingi za Kongo ukiendelea kuongezeka. Hata hivyo, Rwanda imekanusha madai kwamba inaunga mkono waasi wa M23 kwa kuwapa silaha, ikisema vikosi vyake vinajilinda dhidi ya jeshi la Kongo na waasi wengine. Sanaa. Jeshi la Uingereza limeanzisha mashambulizi ya anga na Marekani yaliyolenga waasi wa Houthi huko Yemen, maafisa wamesema, ikiwa ni kuhusika kwao kwa mara ya kwanza na operesheni mpya ya Marekani inayolenga kundi hilo lenye kuungwa mkono na Iran. Uingereza ilitoa maelezo ya kina ya sababu za kuanzisha shambulio hilo, ambalo imetoa maelezo machache juu ya mashambulizi zaidi ya 800 iliyoyafanya tangu kuanza kampeni yake Machi 15. Kampeni hiyo inayoitwa Operation Rough Rider imekuwa ikilenga waasi wakati utawala wa Trump ukijadiliana na Iran juu ya mpango wake wa nyuklia unaoendelea kwa haraka. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imeelezea eneo lililoshambuliwa kama msururu wa majengo yanayotumiwa na Wahouthi kutengeneza droni zenye kutumika kushambulia meli katika bahari ya Sham na ghuba ya Aden iliyoko umbali wa maili 15 kusini mwa Sanaa. Uingereza haikutoa habari yoyote juu ya uharibifu uliofanywa katika shambulizi na ikiwa inaamini kwamba kuna yeyote aliyeuawa. Wahouthi waliripoti mashambulizi kadhaa karibu na mji mkuu wa Yemen, Sanaa, ambayo imetekeleza tangu mwaka 2014. Kigali. Rwanda inaongoza askari wa jeshi la kusini mwa Afrika SADC kupitia eneo la Rwanda kwenda Tanzania walipokuwa wakitoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda na msemaji wa jeshi wamesema. Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ambayo ina mataifa 16, ilisema katikati ya mwezi Machi ilikuwa imesimamisha jukumu la misheni yake na kuwa itaanza kuondoa vikosi vyake vinavyojulikana kama SAMI DRC kutoka Kongo. Kikosi hicho kilichotumwa kusaidia mapigano ya Kinshasa dhidi ya vikundi vya waasi katika mipaka mashariki ya Kongo mnamo Disemba mwaka 2023 na kusababisha maandamano ya serikali ya Rwanda, ambayo ilisema kupelekwa kwa vikosi hivyo kutaongeza mzozo huo. Uwepo wa vikosi vya SAMI DRC kila wakati ulikuwa swala tata katika mzozo, na kuanza kuondoka hii leo kunaashiria hatua nzuri ya kuunga mkono mchakato wa amani unaoendelea, waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda Oliver Nduhungirehe aliandika katika mtandao wa X. Vikosi vingi vya SAMI DRC vilivyodhaniwa kuwa mia kadhaa vilitafuta makazi katika kambi ya vikosi vya kulinda amani baada ya Goma, mji mkuu wa mashariki mwa Kongo, kuanguka mikononi mwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mnamo mwezi Februari. Msemaji wa jeshi la Rwanda Ronald Ruivanga alisema baadhi ya wanajeshi waliondoka siku ya Jumanne na kwamba msafara wao utawasili Tanzania baada ya saa kadhaa. Shahidi mmoja alisema jeshi la Rwanda na maafisa wa jeshi walisindikiza magari 20 katika mpaka wa Kongo ndani ya mji wa Rwanda na Gisenyi. Msafara huo ulikuwa na kile kinachoonekana kuwa vifaa vya kijeshi pamoja na wanajeshi wa Tanzania na Afrika ya Kusini, shahidi huyo aliongeza. Ambulensi ndani ya msafara huo ilikuwa na alama ya SAMI DRC. Chanzo cha M23 kilisema nusu tu ya kikosi cha SAMI DRC kilichokuwa Goma ndicho kilichoondoka Kongo siku ya Jumanne na kilichobaki kitafuata baadaye. M23 wameshikilia miji miwili mikubwa ya Kongo tangu Januari, huku mzozo huo wa muda mrefu ambao mizizi yake ni mauaji ya kimbari na mapambano ya udhibiti wa rasilimali za Kongo ukiendelea kuongezeka. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameadhimisha siku 100 ya muhula wake wa pili ofisini na hotuba ya mtindo wa kampeni akishabikia mafanikio yake na kulenga maadui wa kisiasa. Akiangazia kile alichokiita mapinduzi ya akili ya kawaida, aliwaambia umati wa wafuasi huko Michigan kuwa alikuwa akitumia urais wake kufanya mabadiliko makubwa. Chama cha Republican kilimdhihaki mtangulizi wake
Rais Joe Biden wa chama cha Democratic na kuanzisha ukosoaji mpya kwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Marekani, huku akitupilia mbali kura za maoni ambazo zinaonyesha umaarufu wake kushuka. Utawala wa Trump umehakikisha idadi ya wahamiaji haramu wanaoingia Marekani kinyume cha sheria inapungua, lakini uchumi unaweza kuwa hatarini kisiasa, huku akianzisha vita vya biashara duniani. Ndio, tumeanza tu, bado hamjaona chochote, Trump aliwaambia umati wa watu katika kitongoji cha Detroit. Akizungumza katika kitovu cha sekta ya magari Marekani, Trump alisema kampuni za magari zinajipanga kufungua viwanda vipya vya utengenezaji katika jimbo la Midwest. Katika mkutano wake wa hadhara, Trump alisema kura za maoni zinazoonyesha umaarufu wake kushuka ni kura feki.